Ujambo, katika makala yetu ya leo tunaangalia viwakilishi vya sifa. Tuweze kujua maana, mifano na hata tufanye zoezi kuhusiana na viwakilishi vya sifa. Learning with Senti, becoming more. Maana, viwakilishi vya sifa ni maneno ambayo huwakilisha nomino kwa kutaja sifa za nomino hiyo. Ni maneno ambayo husimamia nomino, hurejelea nomino kwa kutaja sifa za nomino hiyo. Sifa ni sawa na tabia. Kwa hivyo nomino itarejelewa kwa kutaja sifa zake, tabia zake. Tunajua mifano ya tabia ama sifa za nomino, tunaweza kuwa na mrembo. Kwa hivyo neno mrembo linapotumiwa kurejelea msichana, mrembo pale itakuwa ni kiwakilishi cha sifa. Mfano katika sentensi nikisema mrembo alipatiwa zawadi. Mrembo alipatiwa zawadi. Mrembo pale ni kiwakilishi cha sifa. Mrembo, neno mrembo pale linarejelea, linawakilisha msichana kwa kutaja sifa za msichana yule. Mfano mwingine nikisema machafu yalimwagwa mtaroni. Machafu yalimwagwa mtaroni. Sasa hapa tunarejelea maji. Na tunarejelea maji kwa kutaja sifa ya maji yale, kwamba maji yale yalikuwa machafu. Kwa hivyo machafu hapa ndio maana inakuwa ni kiwakilishi cha sifa. Ewe mwanafunzi, ni vizuri ukumbuke kuwa kuna viwakilishi vya sifa ambavyo tunaita kapa. Kapa kumaanisha huwezi kuongeza kiambishi mbele ya kiwakilishi hicho. Kwa mfano safi, huwezi kuongeza kiambishi kabla ya neno safi. Kama ni maji ati ukasema masafi. Masafi yalinywewa na mtoto. Itakuwa ni makosa. Hivyo basi unapotumia safi itabaki safi. Unapoongea kuhusu maji useme tu safi yalinywewa na mtoto. Ikiwa unaongea kuhusu mwanafunzi useme safi anapendeza sana. Ikiwa unaongea kuhusu nyumba useme safi ilivutia wageni. Huwezi kusema msafi na unaongea kuhusu mwanafunzi, itakuwa ni makosa. Kiwakilishi kingine cha sifa ambacho ni kapa ni bora. Huwezi kuongeza vile kiambishi kabla ya neno bora. Useme mbora, kibora, itakuwa ni makosa. Na vile nadhifu ni kapa. Twende kwa maswali. Tuna kifungu hapa ambacho nitasoma, kisha nawe utatambua viwakilishi vya sifa katika kifungu hiki. Shuleni kwetu kuna wanafunzi wengi. Wazuri huwasaidia wenzao wanapopata shida. Wadogo huwaheshimu wakubwa wao. Katika michezo, warefu hupendelea mpira wa kikapu. Walimu huwapongeza wema kwa nidhamu yao nzuri. Nitarudia, shuleni kwetu kuna wanafunzi wengi. Wazuri huwasaidia wenzao wanapopata shida. Wadogo huwaheshimu wakubwa wao. Katika michezo, warefu hupendelea mpira wa kikapu. Walimu huwapongeza wema kwa nidhamu yao nzuri. Sekunde ni 10. Tambua viwakilishi vya sifa katika kifungu hiki. Na viwakilishi vya sifa katika kifungu chetu kuna wazuri. Wazuri huwasaidia wenzao wanapopata shida. Wazuri. Wadogo huwaheshimu wakubwa wao. Wadogo pale, wadogo ni kiwakilishi cha sifa. Wakubwa vile ni kiwakilishi cha sifa. Warefu hupendelea mpira wa kikapu. Warefu pia ni kiwakilishi cha sifa. Na vile wema. Walimu huwapongeza wema. Wema vile ni kiwakilishi cha sifa. Na viwakilishi hivi vyote hapa vimetumiwa kurejelea wanafunzi. Vimetumiwa kuwakilisha wanafunzi. Wazuri, wadogo, wakubwa, warefu na wema. Mwisho wa makala yetu. Asante kwa kutazama.
au kwa kusikiliza. Tuonane tena katika makala mengine. Kwaheri.